Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 11 na mada ambayo tunazungumzia katika juma hili ni Ruthu na Esther, ikiwa ni katika wiki ya Juni 7 hadi Juni 13. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutampisha mwalimu George aweze kutubariki kwa ombi. Karibu mwalimu. Asante. Tuombe. Baba mtakatifu, heshima hapa juu, tunakushukuru tena kwa kutuwezesha kukutana tena siku hii ya leo, tuweze kulijadilia neno lako. Na Bwana, tunaomba ya kwamba tusiweze kujadilia haya na mafikara yetu wenyewe na kuweza kutumia hekima zetu sisi wenyewe, bali tunakuhitaji ya kwamba hekima iweze kutoka kwako, tuweze kuelewa neno lako kupitia kwa Roho Mtakatifu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Esther, sura ni ya 5 aya ni ya 2, nayo inasema: Ikawa mfalme alipomuona Malkia Esther amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake, nayo mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Mwalimu, ninaona kuna wanawake wawili ambao wako katika lesoni ya juma hili. Tunakumbana na Ruthu na vile vile Esther. Sijui kama unaweza ukatufahamisha ama sijui kama unaweza ukamuelezea msikilizaji, je, Ruth na Esther inakuwaje tunawazungumzia, na je, kuna uhusiano gani kati ya kitabu cha Ruth na Esther na kitabu cha Ufunuo ama vitabu vya unabii? Nafikiri si ajabu ya kwamba tunazungumzia hawa wanawake wawili. Naam. Ruth na Esther. Hadithi ambayo tunayosoma katika Biblia kuhusu hawa wanawake wawili yanaleta mfano fulani ambayo mwandishi wa lesoni hii anataka tuweze kuielewa. Hasa kabisa sisi ambao tuko katika kanisa la masalio ambalo linangojea kurudi kwake Kristo mara ya pili. Kuna mfano fulani ambao tunapata kutoka kwa hawa wanawake wawili. Tayari tukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 5, tunaona uhusiano kati ya Kristo na kanisa lake na mume na mke. Naam. Na hapo ndio tunajua kwamba sijui kama tunaweza pasoma hapo kidogo. Umesema kitabu ni cha Waefeso 5. Naam. Fungu la 25 inasema, enyi waume wapende wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Akajitoa kwa ajili yake. Amina. Naam. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba enyi waume pendeni wake zenu kama jinsi Kristo alivyopenda nini? Kanisa. Naam. Kwa hivyo sasa tunapewa ile mfano ya Kristo na kanisa, jinsi alivyo mume na mke. Naam. Kwa hivyo tunapozungumzia wanawake, tunajaribu ama tunapozungumzia hawa wanawake wawili, wanapokuwa ndio ni wanawake, na itabidi ya kwamba tuiangalie kama makanisa ama tuseme kanisa la Kristo, jinsi ambavyo linakabiliana na yale ambao mwovu shetani ameweza kuweka pale ili kuweza kufanya nini? Kuwamaliza. Ruth na Esther, mmoja ni mjane asiye na kitu, anayepata tumaini baada ya kukutana na Boaz mwenye huruma ama mkarimu, mkombozi wa ndugu yake. Ndoa yao imekuwa kisa cha upendo kinachopendwa na Wakristo kwa sababu ya jinsi inavyoakisi upendo wa Kristo kwetu.
Mwingine ni msichana mdogo anayeishi katika nchi ya ugeni ambaye anafahamu njama ya kuangamiza watu wake na kujikuta akilazimika kupanda katika jukwaa kuu la mfululizo wa matukio yanayojitokeza ili kuokoa. Mwalimu, kwa hivyo tutaweza kuangalia kwa kina mapana, na kama vile ambavyo umesema, tunajua mwanamke ni ishara yenye mvuto ya kanisa la Mungu, ikifafanua kwa wazi zaidi juu ya jinsi Mungu anavyowajali watu wake. Tutaweza kuangalia kwa kina mapana na marefu swala hili, kwa hivyo nakuomba usije ukabonyeza kidude popote ulipo. Amina. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili ambayo ni njaa katika nyumba ya mkate. Mwalimu, nilipokuwa naangalia mada hii, njaa katika nyumba ya mkate, niliona kana kwamba ni kinaya. Iweje kuna njaa katika nyumba ya mkate, mwalimu? Nafikiri tukisoma katika kitabu cha Ruth, naam, tunaambiwa kwamba kulikuwa na huyu mzee ambaye alikuwa anaitwa Elimelech. Naam. Na alikuwa na mke wake ambaye anaitwa nani? Naomi. Anaitwa Naomi. Naam. Na walikuwa wanaishi wapi? Bethlehemu ya Yuda. Naam. Na hapo ambapo tunazungumzia kama Bethlehemu, ama tunaambiwa kwamba ni Bethlehemu. Naam. Biblia inatuambia kwamba Bethlehemu linafananishwa na nyumba ya mkate. Naam. Kwa hivyo ni mahali ambapo wangeweza kupata mkate, haungekosekana pale. Sasa yatokea kwamba kukawa na ukame fulani, ya kwamba ikafika mahali ambapo sasa hakuna chakula Bethlehemu, ambayo ikabidi ya kwamba waweze kutafuta jinsi wanaweza enda mahali waendelee kuishi. Unajua kuna mara nyingi hata watu wanahamahama kutoka huku, akikaa hapa akaona hakuna vile ambavyo nitaweza kuishi, kikazi hakuna kazi, kwa hivyo unasema ya kwamba hapa siwezi pata mkate ya kulisha familia yangu. Unahama, unaenda kwingine, mara utaenda Dar es Salaam, ama uende Mombasa, ama uende sijui Eldoret, wapi mahali ambapo utaweza kupata nini? Mkate. Kwa kimombo wanasema greener pasture. Asante. Wanasema greener pasture. Kwa hivyo sasa tunaona Elimelech pia akafanya vile vile. Mahali ambapo wamekuwa wanapata mkate, hii haijawahi kosekana. Sasa kukawa kuna ukame, kukawa kuna njaa, ikabidi ya kwamba bebe mke wake waweze kutafuta kwingine. Na ndio tunaambiwa kwamba alienda wakahamia nchi ya Moab. Nchi ya Moab, wakaenda wakaa pale. Na walipokaa pale walikuwa na watoto wangapi? Wawili. Naam. Na hao vijana wawili, walikuwa vijana wawili, wakakaa pale, watoto wakakuwa wakubwa, hata wakaoa. Orpa ndiye alikuwa bibi ya kijana wa kwanza. Naam. Alafu sasa kijana wa pili ndiye akaoa nani? Ruth. Akaoa Ruth. Sasa wakakaa pale, walipokuwa nakaa pale, tunaambiwa kwamba mzee Elimelech akafanya nini? Akaaga. Sasa Naomi ambaye ndiye alikuwa mama akawa mjane. Sasa kufa, haikukawia. Kijana pia akafanya, kijana wa kwanza akafanya nini? Akafa. Kijana wa pili akafa. Sasa mama akawa amebaki na wajane wawili. Sasa wote ni wajane. Yeye amepoteza mume wake, na binti zake pia wamepoteza mabwana zao. Sasa wote wako watatu. Sasa akaona, sasa nilikuja kutoka mahali nyumbani Bethlehemu, kukuja nikatafuta mahali ambapo ningeweza kujiendeleza, nikaweza kufanikiwa, jamii yangu ikakua. Lakini sasa wamefanya nini? Kwa hivyo ni afadhali nifanye nini? Nirudi nyumbani nilikotoka. Na ndio tunaambiwa kwamba akasema, sasa hata nikirudi nitarudi na hawa wasichana. Hawakuwa wamejipatia watoto. Unajua kulingana na kimila, kama mke tayari alizaa watoto ama mtoto, sasa basi huyo anabaki pale.
kwa sababu sasa tayari amewacha jina. Lakini sasa hawakuwa wamefanikiwa kupata watoto. Sasa Naomi anawaambia, sasa fanyeni hivi, mrudi mlikotoka. Siwezi waambia kwamba uweze kwenda nami kwa sababu sina vijana tena. Kwa sababu kulingana na kimila yetu, kijana akikufa basi ndugu yake ataweza kuchukua, sivyo? Naam. Lakini sasa nilikuwa tuna vijana wangapi? 2, na wote wamefanya nini? Kwa hivyo sina, na kama ni kungoja basi itabidi kwamba nami nikirudi nipate kijana, mtoto, alafu ndio niwapate. Lakini sasa itakuwa miaka mingapi? Sasa akawa anaambia Orpa, rudi nyumbani ulikotoka. Ruth pia rudi nyumbani. Na ndio kwa sababu mwalimu, hapo ulipokuwa umeanza lesoni hapo sehemu umekuwa sema kwamba watu wamekuwa wanazungumzia mambo ya ndoa. Ndoa, kuna yale ambayo tumesoma katika kitabu ya Ruth ya kwamba Ruth yeye alikataa, akasema sitarudi nilikotoka, nitaenda nawe mahali uendako. Na akawa anasema nini? Akasema ya kwamba watu wako watakuwa nini? Watu wangu. Watakuwa watu wangu. Na hivyo ndio watu wengi wanapenda hayo maneno ambayo yalitoka kutoka kwa mdomo ya Ruth. Watu wako watakuwa watu wangu. Na kwa hivyo hiyo ndio kitu ambayo tunaona ya kwamba sasa wakati huu tunapata ya kwamba sasa Naomi alipotoka, Orpa alirudi, Ruth akaamua atabaki na nani? Na Naomi, na wataenda wakirudi Bethlehemu. Kwa hivyo tunaambiwa hapo ndio tunazungumzia nyumba ya mkate. Walitoka wakati ambapo kulikuwa na ukame, wakuja wakinelesha, lakini sasa ikawa kwamba mahali walihamia sasa ikawa ni balaa, imeshindikana. Sio vile walikuwa wamefikiria. Mwalimu, sijui kama unajua athari za dhambi. Tunajua binadamu alipoasi kulikuwa na lile pengo ambalo liliweza kutokea. Na kama vile ambavyo nimekuwa nikisisitiza katika majuma ambayo yamepita, ni kwamba Kristo ndiye aliyekuja kulijaza lile pengo. Naam. Kwa hivyo tunaona athari za dhambi zilikuwepo, ambazo tunajua mateso yanatokea. Mateso yanaanza kuwakumba watu wa Mungu. Lakini hilo halikuwa kusudi la Mungu. Ukisoma katika kitabu ni cha Mambo ya Walawi sura ni 26 aya ni ya 3 na 4, inasema hivi: kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, ndipo nitazinyesha mvua zenu kwa nyakati zake, na nchi itazaa maongeo yake, na miti ya mashambani itazaa matunda yake. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kuna tatizo ambalo limetokea. Iwapo Israeli ingezishika amri za Mungu, basi mashamba yao yangekuwa yananawiri, mvua ingekuwa inanyesha. Lakini tunakumbana hawa wakiwa katika hali ya ukame. Unaona? Kwa hivyo kuna zile athari ambazo zinaleta mpaka Israeli yenyewe inakuwa katika ukame. Kwa hivyo inawalazimu hawa waweze kutoka ili waweze kutafuta chakula. Lakini kumbuka, chakula ilifaa kuwepo katika nyumba ya Mungu, ama tuseme katika taifa la Israeli. Lakini Israeli ilienda kinyume na Mungu, na kwa hivyo kuna zile athari ambazo zinawafuata. Kwa hivyo hata sisi mara nyingi sisi huenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Na zile baraka ambazo Mungu amezikusudia ziweze kuwa zetu, hatuzipati kwa sababu tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini punde tu tutakapokuwa tunaenda sambamba na zile amri ambazo Mungu ameweza kutuwekea, tutaweza kupata zile baraka ambazo zimeambatana na kufanya ama kuyashika maagizo. Lakini si wakati wote mambo haya yanakwenda vile. Mwalimu, unakumbuka kisa cha Ayubu? Ayubu yeye hakujua nini ambacho kinaendelea. Kwa sababu yeye ni shetani ambaye anakuja kusema dunia nzima ni kana kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kufuata maagizo ya Mungu. Na Mungu anamwambia, je, umemjaribu yule mtumishi wangu Ayubu? Kwa hivyo Mungu anampatia nafasi ya kumjaribu Ayubu. Kumbuka Ayubu kulingana na Biblia yeye hakujua kile ambacho kilikuwa kinatokea. Kwa hivyo mara nyingine kuna zile athari ambazo zinakuja moja kwa moja na kuna zile ambazo hazikuji moja kwa moja. Labda ni kutokana na athari zile za tunaweza sema secondary, kama vita. Labda rais wa nchi nyingine
amekasirikia rais wa nchi nyingine. Wewe unajikuta pale katika vile vita ambavyo wewe haukuvitaka, ambavyo wanasema mtego wa panya hukamata waliomo na wasio kuwemo. Kwa hivyo wale ambao hawako pia wanajikuta katika hali kama hii. Kuna matatizo ambayo yanawafanya kuelekea kwingine. Na tukikuja sasa kuoanisha na kitabu cha Ufunuo, mwalimu, sijui watu wa Mungu mbele mambo yanakuwa tu shwari kabisa ama kunakuwa na msuko? Kunakuwa na msuko. Safari ya imani ni milima na mabonde. Kwa hivyo wakati fulani utajipata kwenye bonde na kwingine utajipata juu ya mlima. Lakini iwapo utajikuta kwenye bonde, utakuwa kama Daudi katika kitabu cha Zaburi 23 ambayo inasema, nitakapokuwa natembea katika bonde la uvuli wa mauti, Kristo ataweza kuwa pamoja na wewe, kwa sababu yeye ndiyo ambaye anakupatia ujasiri. Ameweza kufahamu Mungu yuko. Kwa hivyo katika hali zetu zote tuweze kumtumainia Kristo. Amina. Iwe tuko katika hali nzuri ama hali ambayo si nzuri, mwalimu. Mwalimu, siku ya Jumatatu ni Ruthu na Boazi. Inakuwaje tunakumbana na Ruthu na Boazi katika muktadha mmoja, mwalimu? Sijui kama unaweza kutupatia muhtasari, mwalimu. Naam. Sasa yaonekana kwamba tukirudi katika tena hiyo kitabu cha Ruthu. Ruthu tunaelewa kwamba sasa wakati ambapo Naomi aliamua kwamba anarudi nyumbani, alikuwa anarudi nyumbani akiwa na Ruth. Ambaye ndiye alikuwa ni bibi ya kijana yake mdogo. Orpa aliamua kurudi kwa watu wake. Lakini hata ingawa Naomi alikuwa anarudi nyumbani, hangeweza kurithi yale ambayo yalikuwa ya mume wake. Hangeweza. Kwa hivyo anarudi nyumbani, lakini anakuwa ni kama wanasema, wazungu wanasema homeless. Umerudi kwenu lakini huna urithi wowote. Kwa hivyo tunaona Naomi yuko pale na Ruth. Kwa hivyo alikuwa anategemea msaada kutoka kwa majirani na ndio kwa sababu tunaambiwa kwamba wakati ambapo sasa Boaz ameweka watu wake shambani waweze kuvuna. Sasa Naomi anaambia binti yake Ruth ya kwamba wewe nenda, wakati wale wanavuna yale mabaki basi utafanya nini? Unakuwa unachukua ndio tuweze kutumia kwa ajili ya kujilisha. Boaz alipokuja alikuwa naangalia wale ambao wanamtumikia wanavuna na akaona mko nyuma anafanya nini? Anaokota na anauliza, na huyo ninayemuona ni nani? Anambia huyo ni msichana ametoka, msichana wa Naomi, walirudi juzi. Basi muachieni mengine nayo yafanye nini? Aweze kufaidika. Kwa hivyo walikuwa namwachia na yeye akawa anapata anapata chakula kingi. Na hapo ndio tunapata kwamba sasa ile uhusiano ikawa, na akamwambia nini? Sijui, nafikiri tunaweza kusoma hapo. Boaz alipokuja kuzungumza na Ruth, akamwambia, wewe hakuna mahali 2:8 inasema, basi Boazi akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Amina. Naam. Asante. Mwalimu, unajua kulikuwa na sheria ambayo wakati ambapo mmevuna hamkuwa mnafaa kumaliza kila kitu. Mlikuwa mnafaa kubakisha kwa wale ambao hawajiwezi, ili pia nao waweze kupata chakula. Kwa hivyo tunaona hawa ambao hawakuwa wanajiweza, ambaye ni Naomi na Ruth, wanaweza kufaidika kutokana na yale masazo ambayo yalikuwa yanabakishwa. Kwa hivyo walikuwa wakila wanasema bakshishi, mwalimu. Mwalimu, ukiangalia katika purukushani za maisha, je, ni swali ambalo pengine tunaweza kuuliza, je, Mungu ametusahau?
Kwa sababu ukiangalia yale ambayo yanatokea hapa ni kana kwamba ukisoma 1:20 Ruthu inasema akamwambia msinite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Na pengine swali ambalo tunaweza kuuliza, je, ni Mungu ambaye alikuwa akimtendea mambo mabaya haya? Ndio ni maswali ambao wasikilizaji wanauliza. Na ndiposa pale tulipokuwa tunaanza lesoni, ukiangalia siku ya Jumapili, kuna kitu ambacho kimezungumziwa pale. Wakosoaji wa imani ya Kikristo mara nyingi wameelekeza katika uhalisi wa kikatili wa kuishi katika ulimwengu huu kuwa udhibitisho kwamba namba 1, Mungu hayupo, nambari 2, hana uwezo wa kuingilia kati mambo mabaya yanapotokea, 3, hajali tunapoumia. Kwa sababu iwapo angekuwa yupo, angeingilia kati, na iwapo angeingilia kati hatungekuwa katika ile hali ambayo tupo kwa sasa. Lakini kama vile tumesema, kuna athari za maamuzi yetu. Mungu ameweza kutufanya sisi tuweze kuwa viumbe huru, tuweze kufanya uchaguzi. Mwalimu, unajua ninaweza kuambia, ukijaribu kutumbukiza mkono wako kwenye shimo lile, kuna siafu pale. Kuna siafu. Na ukiweka mkono wako pale, siafu atakuuma. Wewe ukaweka mkono wako pale, siafu akakuuma. Je, mimi ndio nimesababisha wale siafu kukuuma? Ama ni wewe kutofuata maagizo yako kumekufanya siafu wakaweza kukushambulia? Kwa hivyo mara nyingi binadamu anapenda kumrushia Mungu lawama kwa kila jambo, hata yale ambayo tumejiletea sisi wenyewe. Lakini kumbuka, tumesema kuna yale ambayo yanatokana na athari za dhambi, ambayo mtego wa panya unakamata waliomo na wasio kuwemo. Kwa hivyo hata wale ambao pengine wanaona ni kana kwamba hawana hatia, wanaweza kuwa wamekupatikana katika purukushani hizi zote. Lakini tunajua mwishowe watu wa Mungu wanashinda, wale ambao watakuwa waaminifu. Unajua pia kuna mfano mwingine, na unaona hii inafanyika hata wakati huu. Naam. Unapata kwa mfano mtu ameenda kwa daktari, mimi ni mgonjwa. Naam. Anapatikana na ugonjwa wa sukari. Naam. Daktari anamwambia, haya sasa fanya hivi, nitakupatia dawa ambayo itasaidia kurudisha sukari chini iweze kuwa kiwango ile ambayo inatakikana. Lakini kingine ni kwamba usile vyakula ambavyo vina sukari nyingi. Sasa ile kufuata maagizo ya daktari ya kwamba usile vyakula ambavyo vina sukari mingi inakuwa ni ngumu. Anatumia dawa, lakini bado anakula vile vile alivyokuwa nakula hapo awali. Alafu baadaye ugonjwa unazidi. Alafu anaambia, kwa nini ugonjwa unazidi? Nilienda kwa daktari, lakini yule daktari alinipatia madawa zingine na hizo dawa hazifanyi kazi. Kwa hivyo sasa makosa ni daktari, alinipa dawa ambazo hazifanyi kazi. Lakini kusema ya kwamba nimeshindwa kufuata maagizo ya daktari, hutawahi kusikia mtu akisema namna hiyo. Atajaribu kukwepa hapo, anasema daktari hajui kazi yake, inatakana aweze nitafute daktari mwingine. Na kwa hivyo unapata mtu anatoka kutoka kwa huyu daktari anaenda kwa daktari mwingine. Nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu inakuwa kwamba Mungu alitupatia masharti, na vile ambavyo umesema ya kwamba asema kwamba usiingize mkono wako kwenye ile shimo, kuna siafu. Lakini mtu anaenda anaingiza, lakini akisha umwa, siafu amemshambulia, analaumu nani? Analaumu yule ambaye alimwambia ya kwamba pengine wewe ndio ulisabirisha wale siafu, na inaonekana wewe ndio uliwaweka pale. Na vitu kama hivyo. Na ndio kwa sababu watu wanakosoa Mungu. Na ndio kwa sababu janga inapotokea watu wanasema ni Mungu ndio amefanya. Kwa hivyo Mungu anapenda watu wakifanya nini? Wakiangamia. Na hiyo yote ni yale ambayo mwovu shetani anatumia ili watu waweze kukimbia kutoka kwa Mungu. Isiwe ya kwamba watu waweze mkaribia Mungu. Wanasema mother nature imefanya hivyo. Sasa watu wanajiuliza, kwa hivyo inapofanyika na kwa hivyo Mungu anataka anafurahi akiona tukiteseka, lakini sio hivyo. Nafikiri tumeweza kuzungumzia hii mambo haya hapo awali. Naomi asingeweza kumiliki ardhi ya mumewe
Elimeleki bila kupata msaada kutoka kwa familia ya mumewe. Anatumai kwamba Ruthu anaweza kuolewa na jamaa ya karibu ya mume wake aliyekufa na kuzaa mtoto kwa jina la Elimeleki. Mungu alifanya iwezekane kwa watu katika Israeli kurudisha urithi wao katika nchi ya ahadi. Jamaa wa karibu alihitajika kukomboa urithi wa Elimeleki. Boazi hakuwa tu mkulima mwema, alikuwa jamaa ya Elimeleki ambaye angeweza kuikomboa ardhi. Mwalimu, unajua hapa kuna vitu viwili. Nambari moja, amekutana na mtu ambaye ana hulka nzuri, tabia yake ni nzuri. Kwa hivyo mwalimu, unajua anasema tabia nzuri ni jina inashinda dhahabu na fedha. Kwa hivyo huyu ni mkulima mkarimu. Unaena kama vile ambavyo tumesoma 8, basi Boazi akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa. Kwa hivyo alitaka asalie pale. Alafu ukisoma 14 inasema tena, wakati wa chakula huyo Boazi akamwambia, karibu kwetu ule katika mkate wetu na ulichovie tonge lako katika siku yetu. Basi akaketi pamoja na wavunaji, nao wakampitishia bisi, naye akala akashiba hata akasaza. Mwalimu, haya ni mambo ambayo tu yanavutia. Alafu ambapo tukienda katika siku ya Jumanne mwalimu, tunakutana na taswira nzuri sana ambayo ni Boazi kama mkombozi. Mwalimu, inakuwaje Boazi anakuwa kama mkombozi? Kumbuka tumekuwa tukisisitiza kwamba katika Biblia mara nyingi katika Agano la Kale kuna vile vivuli ambavyo vilikuwa vikimlenga Kristo. Mwalimu, nielezee uhusiano wa Boazi kama mkombozi. Tayari tumeona ukarimu wake. Na mwalimu, jinsi ambavyo amezungumza Ruth, ameona Ruth anaona ukarimu wake. Tayari aliwaachia wale wafanyikazi wake, mwachieni aweze kupata mengine. Haya, na akamwambia na usiende kwingine. Haya, karibu kuwa pamoja na. Lakini tunapata kwamba Boazi hakusimamia pale. Mwalimu, lakini 8 kabla uendelee. Basi Boazi akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine. Mwalimu, ni shauku ya Kristo kwamba tusije tukatoka shambani mwake. Tuweze kukaa pale shambani mwake ili akaweza kutukinga, akaweza kutulinda na majanga ambayo kidogo mwovu shetani anajaribu kuyaleta kwa sisi. Mwalimu, asante. Naam. Hata nimekumbuka, unajua wakati fulani hata ukisaidia mtu unataka umsaidie leo peke yake, kesho hebu nenda ukatafute kwingine. Mwingine pia aweze kukusaidia, sio mimi tu. Lakini tunaona ya kwamba Boazi alikuwa ni tofauti. Ule ukarimu wake, hata namwambia usiende kwingine, baki hapa. Salia hapa. Na hivyo ndio vile ndakana hata sisi tunapokuwa kanisani, wageni wanapokuja, tusiwaache tena wanaenda kutafuta kwingine, tuambie kaeni hapa. Usiende kwingine, tutakulisha. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa na tabia kama hizi. Lazima tuwe watu wakarimu. Ili hili jina liweze kuendelea, jina la Elimeleki, lazima kungekuwa na mtu ambaye ni next of kin. Jamaa wa karibu ambaye angeweza kumkomboa. Ambapo kidogo mwalimu, kama vile ambavyo unasema, Kristo kwetu sisi alifanyika mwili, akaja akaishi pamoja na sisi ili aweze kutukomboa. Alifanyika mwili awe kama sisi ili aweze kutukomboa. Next of kin. Ambao ukisoma katika kitabu ni cha Waebrania, anaitwa ndugu yetu. Kwa hivyo lazima angefanyika kuwa ndugu yetu ili aweze kutukomboa. Amina. Mwalimu, kwa hivyo tunaona uhusiano. Ine moja inasema, basi Boazi akakwea kwenda mpaka langoni, akaketi pale, na tazama yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu ambaye Boazi amemnena
akapita, naye akamuita, haya wewe, karibu uketi hapa. Naye akaja akaketi, kisha akatoa watu 10 miongoni mwa wazee wa mji. Akamwambia, ninyi nanyi ketini hapa. Wakaketi, kisha akamwambia yule jamaa, huyo Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Moabu anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo ndugu yetu Elimeleki. Nami ilikuwa nia yangu nikujulishe wewe na kukuambia uinunue mbele ya hawa waliopo na mbele ya wazee wa watu wangu. Kama wewe utaikomboa, haya uikomboe, lakini kama hautaikomboa uniambie, ili nijue mimi, kwa kuwa hakuna mtu wa kuikomboa ila wewe, na baada yako ni mimi. Naye akasema, nitaikomboa mimi. Ndipo Boazi aliposema, siku ile utakapo linunua shamba mkononi mwa Naomi, unamnunua Ruthu pia, huyo Moabu mkewe marehemu, ili makusudi umuinulie marehemu jina katika urithi wake. Basi yule jamaa aliyekuwa wa karibu akasema, mimi sitaweza kulikomboa kwa nafsi yangu, nisije nikauharibu urithi wangu mwenyewe. Basi haki yangu ya kulikomboa ujichukulie wewe, maana mimi sitaweza kuikomboa. Naomi amerudi na amekuja na Ruth. Hawana mahali pa kukaa kwa sababu shamba naye ndio ilikuwa ya bwana yake Elimeleki, lakini sasa hana. Kwa hivyo itabidi ya kwamba mtu aliye karibu ama ndugu aliye karibu aweze kufanya nini? Kuikomboa. Aweze kukomboa shamba lile. Naam. Na napokomboa ile shamba pale, basi pia akumkomboe na Ruth. Naam. Sasa ndio Boaz anamwambia yule jamaa wa karibu ya kwamba bwana, sasa ndio hii, makinika sasa. Naam. Na kama hutaweza basi niambi, mimi niko tayari. Naam. Lakini jinsi ilivyo, watu wengi wanasema sasa mimi niko na nyumba yangu, sasa tena niende kakombe. Anasema hapana, huyo hata kama nikopotea acha apotee. Na ndio kwa sababu sasa tunamuona hapa Boazi kama mkombozi, anachukua nafasi ile kwa mikono miwili. Mwalimu, unajua kuna kitu ambacho umekuwa ukingoja mwingine akatae ili uweze kuchukua kwa mikono miwili. Kwa hivyo huyo anachukua mzima, anasema hii nafasi sitaiacha ikwende. Kwa hivyo anamkomboa Ruthu. Kwa hivyo anakomboa ardhi. Na kwa hivyo anakuwa mkombozi pale. Na mwalimu, ninaona ikianza sura ya 4 kuna langoni pale ambapo tunasema basi Boazi akakwea kwenda mpaka langoni. Je, langoni ni kipi ambacho kilikuwa kikifanyika pale, ambao kwa kimombo anasema ni the gate. Naam. Unajua gate ndio mara nyingi wakati kunakuwa na mikutano ya kinyumbani, unajua zinafanyika, walikuwa wanatumia the gate. Hukumu zilikuwa zikifanywa pale. Kwa hivyo tunaona lugha ya hukumu ya upelelezi ambao ukisoma 7 inasema, basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli kwa habari ya kukomboa na kubadiliana ili kuyahakikisha yote, mtu kuvua kiatu chake na kumpa mwenziwe, ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Basi yule jamaa akamwambia Boazi, wewe ujinunulie mwenyewe. Akavua kiatu chake. 9 inasema, naye Boazi akawaambia wale wazee na watu wote, leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote yaliyokuwa ya Elimeleki. Kwa hivyo kuna mashahidi pale. Na kama vile ambavyo tumesema, langoni mara nyingi katika Biblia ni mahali ambapo kesi zilikuwa zikitatuliwa. Kwa hivyo ni mahali ambapo hukumu ilikuwa ikifanyika. Kwa hivyo tunaona hukumu pale pia ikifanyika, ambao tunaweza sema ni hukumu ya upelelezi. Mwalimu, na tunaona katika kizazi hiki Boazi anapomuoa Ruth, wanapata mtoto ambaye anaitwa Obedi. Obedi anakuwa baba ya Jese ama Yese. Alafu Yese ni baba ya Daudi. Uh-huh. Je, kuna uhusiano gani kati ya Daudi na Kristo mwalimu?
Yesu alikuwa anaitwa mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Kuna huyu ambaye alikuwa anaitwa Bartimayo. Alikuwa anamuita Yesu mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, hebu nifanyie huruma, nihurumie. Kristo alitoka katika uzao wa Daudi. Kwa hivyo wanasema lineage. Alikuwa katika hiyo lineage, uzao wa Daudi. Na mwalimu, hili alingewezekana iwapo Ruthu na Boazi hawangeweza kuja pamoja na kumpata Obedi ambaye alimpata Yese ambaye alimpata Daudi ambaye alikuwa ni baba ya Daudi. Kwa hivyo tunaona vile ambavyo historia ya dunia inavyojifungua yenyewe, vile ambavyo Mungu ameratibisha. Mwalimu, vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 22:16 inasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kwa hivyo shina na mzao wa Daudi. Shina kama kwamba yeye ndiye Mungu wa Daudi, shina. Na vile vile mzao alitoka katika uzao wa Daudi. Lakini kumbuka, kwa yote yeye ndiyo shina, yeye ndiyo Mungu, mwalimu. Kwa hivyo Daudi pia mwenyewe chimbuko lake ni kutoka kwa Mungu. Shina na uzao. Amina. Yule ndugu hakuwa tayari kukomboa nani? Kukomboa mali ya ndugu yake ambayo ni Elimeleki. Naam. Na hakuwa tayari kuweza kumchukua nani? Ruthu. Kumchukua Ruthu. Naam. Naona? Kwa sababu alikuwa anajipenda mwenyewe. Alikuwa anasema, nikifanya hivyo nitakuwa nimeharibu wapi? Nitakuwa nimeharibu kwangu. Kwa hivyo sitaki kujihusisha. Naam. Na kwa hivyo tunaona hapo ndio tukiangalia tunalinganisha Kristo, tabia ya Kristo ambaye yeye hakujipenda nafsi. Tunaambia kwamba hakuona ni makosa kuweza kuacha ule uungu ama kuacha yale yote ambaye alikuwa anapata huko mbinguni, akajifanya nani? Akajifanya kama binadamu ili aweze kumkomboa mwanadamu. Naam. Na ndio tunaona hapa Boazi hakuangalia mambo ya familia yake, aseme pengine naye bana wacha Ruthu, bana siwezi fanya yeye. Alijitolea akasema, nitakomboa nini? Nitakomboa shamba la ndugu yangu na nitakomboa pamoja na Ruthu. Kwa hivyo tabia ile ndio tunayoiangalia na ndio tunafananisha na Kristo. Kwa hivyo Kristo alilipa deni. Unajua anasema alilipa bei na wiwa nawe. Kwa hivyo Kristo amelilipa deni ambalo sisi tulikuwa tunadaiwa. Kwa hivyo kwa kulilipa akawa ni mkombozi wetu. Amina. Vivyo hivyo Boazi aliweza kulipa deni ambalo ilikuwa nataka, ambao tunaweka kwa mabano ili kuweza kumkomboa Ruthu na kuweza basi kuwapatia nafasi ya kuishi vizuri, kuweza kuheshimika katika jamii. Kwa hivyo hata sisi Kristo, kutokana na ukombozi wake ambao ametukomboa, mwalimu, hata sisi ni watu ambao tumeheshimika katika jamii. Ameweza kutuketisha mahali ambapo hatungeketi. Kwa hivyo tunapata ustahili wa haki ya Kristo. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni Hamani na Shetani, na tutaweza kuona uhusiano kati ya Hamani na Shetani. Mwalimu, sijui kama unajua kisa cha mfalme Sauli. Ukisoma katika kitabu ni cha Samueli wa kwanza 15, tunajua mfalme Sauli alipaswa kuangamiza wote wa Amaleki wote. Lakini anapokutana na Agagi anasema huyu sitamwangamiza. Kwa hivyo aliweza kumuacha hai. Lakini agizo la Mungu lilikuwa aweze kuangamiza wote. Lakini
kutumia fikra zake na kusema pengine Mungu hakukusudia tuwe wote na mambo kama hayo. Kwa hivyo anamwacha. Mwalimu, sasa nataka tuone uhusiano kati ya Agagi na Hamani. Ili tuweze kuona mwalimu, pengine Mungu alikuwa anajua iwapo Agagi angewachwa, angeweza kuwa kikwazo kwa watu wa Mungu katika siku zijazo. Labda pengine ndiposa aliweza kutoa ile amri Agagi aweze kuuawa. Ukisoma katika kitabu ni cha Esta 3:1 inasema, baada ya hayo mfalme Ahasuero alimuongezea cheo Hamani bin Hamedatha Mwagagi, akampandisha, akamwekea kiti chake juu ya maakida wote waliokuwapo pamoja naye. Mwalimu, tunaona ni nani huyu? Huyo ni Hamani. Hamani bin Hamedatha Mwagagi. Mwalimu, unaona huyu ni Mwagagi kutokana na ukoo kutoka kwa Agagi yule ambaye alipaswa kuuawa, ambaye tunakutana naye katika kitabu cha Esta. Anakuwa mwiba. Ni mwiba pale. Ni mwiba kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo anatumika kuweza kuwakandamiza watu wa Mungu. Mwalimu, alafu kuna jambo la pili ambalo tunaliona hapa. Aliweza kupandishwa cheo. Kama vile ambavyo tumesoma. Na baada ya kujua amepandishwa cheo akawa amejaa kiburi pale. Mwalimu, sijui shetani katika kitabu ni cha Ezekieli 28, katika kitabu ni cha Isaya 14, tunakumbana na Lucifer kabla ya kuwa shetani. Aliweza kupatwa na kiburi na akataka kuchukua nafasi ya Mungu. Lakini hili halikuwezekana. Tunaona aliweza kutupwa chini. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Ambacho tunaona hata sasa kwenyewe tunaona sifa za Hamani zinaanza kwenda moja kwa moja na sifa ambazo ni za shetani. Kwa hivyo tunaweza sema shetani alikuwa akimtumia Hamani kutekeleza matakwa yake. Kama vile ambavyo Mungu anawatumia wale ambao ni mawakala wake kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Lakini kuna wale ambao shetani ameleta katika kitabu ni cha Ufunuo 16:13 kushuka, ambao wanasema ni vyura vitatu ambavyo viliweza kutoka kwenye mdomo. Mwalimu, mdomo unatumika kufanya nini? Kunena. Kwa hivyo watakuwa kinena mambo ya uongo. Hamani alikuwa amechukizwa hasa kabisa na Mordekai. Naam. Kwa sababu alipopewa ile cheo akawa sasa kiburi kimemuingia. Sasa alikuwa anataka wote waweze kumwabudu. Anapopita anataka kuona watu wanafanya nini? Wanainama. Naam. Sasa alipokuwa anapita anaona Mordekai amekaa pale na Mordekai hafanyi nini? Anashangaa, huyu ana kichani. Huyu ni nani ambaye hatambui ukubwa wangu? Naam. Itabidi niweze kummaliza. Wanasema nitamkata miguu. Nitamkata miguu. Naam, tuone kama atatembea. Naam. Na isitoshe pamoja na watu wake wote. Mwalimu, tunazungumzia Esta ambaye tunajua Mordekai na Esta kuna uhusiano na watu wake. Asante. Mwalimu, katika Ufunuo tunakumbana na Kristo ambaye alikuwa aje katika ulimwengu huu. Shetani anapoona kwamba hawezi akamuua Kristo, analiendea kanisa. Kwa hivyo kutokana na mtu mmoja, shetani sasa anajumuisha wale wote. Kwa hivyo shetani hapa ambapo anatumia Hamani kukabiliana na Mordekai, anapoona mambo yameanza kuchacha, sasa anaweza kuwahusisha wote. Na anataka kutumia madaraka yake kufanya haya. Anataka kutumia cheo chake. Mwalimu, lakini tunajua kile ambacho alikusudia kwa watu wa Mungu ndicho ambacho kinamtokea yeye mwenyewe. Kwa hivyo mwishowe tunaona katika kitabu ni cha Ufunuo watu wa Mungu watafutwa machozi. Shetani atarushwa kwenye moto. 3:3 inasema basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme
Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waihalifu amri ya mfalme? Mwalimu, waihalifu amri ya mfalme. Yaani kuna watu ambao wanazishika amri ambazo zinakiuka amri zetu. Mwalimu, katika siku za mwisho, je, kuna watu ambao watazishika amri za Mungu waweze kukataa amri za mtu mwingine? Kwa hivyo wataweza kuwa shetani atajaribu kuwatafuta kwa sababu wanakiuka zile amri ambazo tumeziweka sisi binadamu. Mwalimu, sijui kama unaliona hilo. Naliona. Alafu 7 inasema akaona nishani kumtia mikononi Mordekai peke yake, maana wamemjumulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yaani watu wake Mordekai, kama vile ambavyo tumezungumzia. Kwa hivyo kwa kimombo wanasema a death decree iliweza kutolewa. Mwalimu, wakati wa Danieli kuna wale ambao waliambiwa waweze kusujudia sanamu, na iwapo haungesujudia sanamu ungeuawa. Mwalimu, je, kuna wakati ambapo tutaambiwa tuweze kuisujudia sanamu pia, na iwapo hautaisujudia utauawa? Tunajua iko mbeleni katika kitabu ni cha Ufunuo. Na mwalimu, pengine swali ambalo tunaweza kujiuliza, tunaona mchakato mzima ni kwa sababu ya ibada. Utamtumikia nani mwalimu? Kama ni Mungu mtumikie, na kama ni mabali pia watumikie. Kwa hivyo inafika mahali ambapo lazima tuweze kufanya uamuzi. Hatuwezi kuwa mwalimu njia mbili. Najua hata Waswahili walisema njia mbili zilimshinda fisi. Kwa sababu alitaka kuenda hapa akataka kuenda huko. Lakini tunaona mwishowe Mungu anasema tuweze kufanya uchaguzi bora na tuweze kumchagua yeye. Tukiweza kusoma kitabu cha Esther sura ya 2. Naam. Tayari tunaambia kwamba kuna wajamaa wawili ambao walikuwa wanataka kumwangamiza mfalme Ahasuero. Lakini huyu Mordekai ndio alitambua, akatibua. Naam. Ya kwamba kuna mapinduzi inafanyika hapa. Nayo hao watu walipatikana na wakafanya nini? Wakauawa. Kwa hivyo ni Mordekai alikuwa ni mtu ambaye hata huyo Hamani alikuwa anamwangalia kwa karibu. Wewe ndio ulisababisha huyu mfalme hakufa. Naam. Na kwa hivyo ikawa ya kwamba kulikuwa na ile wanasema Cold War. Naam. Pale. Sasa Hamani alikuwa anataka apate nafasi ya kupata ufalme. Na kwa hivyo alikuwa ametulia pale, lakini Mordekai alikuwa anamjua. Hata alikuwa anakaa pale, alikuwa ndio wanasema ni kama watchman. Mwalimu, kumbuka Mordekai mara nyingi alikuwa langoni pale. Na tumesema kuna umuhimu unapoona langoni katika Biblia, jua pale ni mahali ambapo kesi zinaamuliwa. Kwa hivyo kuna mambo kama hayo mwalimu. Naam. Sasa tunaona Mordekai, Hamani alikuwa anamwangalia huyu Mordekai, sema huyu lazima nitafute njia ya kufanya nini? Huyu ni kikwazo katika azma yangu. Kwa hivyo lazima tujaribu kumwangamiza. Naam. Na ndio kwa sababu tunaona kwamba huyu Hamani kitu ambaye alikuwa anataka zaidi aweze kuwa mfalme ili watu waweze kumwabudu. Na ndio tunaona katika kitabu cha Mathayo tunaona shetani anamwambia Yesu, hebu fanya nini? Nisujudie alafu nitafanya nini? Kupatie mali yote. Kwa hivyo ni ibada, ambacho kitu ambacho tunachojifunza hapa. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Esther 7:5 inasema, ndipo mfalme Ahasuero aliponena akamwambia Malkia Esther, ni nani huyu tena, yuko wapi ambaye moyoni mwake alidhubutu kufanya hivi? Esther akasema, ni mtesi tena ni adui. Ni mtesi tena ni adui. Mwalimu, shetani ni mtesi tena ni adui kwa watu wa Mungu.
Kwa hivyo tunaona mfanano, tunaona uhusiano, tunazidi kuelezea tabia ambazo zinamuoanisha Hamani na shetani. Kwa hivyo tabia zao zinakwenda sako kwa bako. Katika kitabu cha Ufunuo tunaona kwamba tamaa ya shetani ya mamlaka na ibada inauleta ulimwengu huu katika zahama yake ya mwisho. Udanganyifu wake unausadikisha ulimwengu kustaajabia na kumfuata mnyama. Ufunuo 13:3 na 4. Isipokuwa idadi fulani ya watu wanaokataa kumwabudu, kwa watu hawa atatumia nguvu. Amina, asante. Atatumia nguvu. Mwalimu, kwa hivyo pia tunapoangalia masimulizi haya, tunapoangalia visa hivi, wiki jana tuliweza kuona miisho ya dunia. Tuliweza kujifunza kwamba yameandikwa ili tuweze kujifunza. Kwa hivyo mwalimu, tunapoona hii tujue kwamba kuna mambo mengi ambayo yako mbele yetu na ni vizuri tuweze kuwajibika ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinafanyika na ni vipi jinsi ya kujinusuru. Shetani amedai ulimwengu huu kuwa wake, lakini kuwepo kwa watu wanaodumu kuwa waaminifu kwa Mungu, wanaoshika amri zake, hukanusha madai yake ya kuwa na mamlaka kamili. Sabato itakapokuwa suala kuu la pambano pote katika jumuiya ya Kikristo, kukataa kunakoendelea kwa walio wachache, kukubali kutimiza matakwa ya umma kutawafanya wawe watu wa kuchukiwa sana. Mwalimu, kuna wakati ambapo unakuja ambapo watasema wapi wale wa Sabato? Wako wapi? Wako wapi wale wa Sabato ambao wanasema hivi na hivi na hivi? Mwalimu, sijui kama itakuwa vipi ajili ya wakati kama huo. Ukisoma katika kitabu ni cha Esther 5:1, tunaona inamlazimu Esther kufanya jambo ambalo lingeweza hata kumgharimu maisha yake. 5:1 inasema, ikawa siku ya 3 Esther alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona malkia amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake. Nayo mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Unajua, tumezungumza juu ya Hamani na mpango yake yote. Naam. Na kwa hivyo Mordekai akamkitisha Esther chini. Akamwambia ya kwamba ni wewe tu ambaye utaweza fanya nini? Kutunusuru. Naam. Sijui kama tungeweza kusoma nayo sura 4. Ina ngapi? Ina fungu la 13. 13 inasema, 14. Naye Mordekai akawaagiza wampeleke Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. 14, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Hayo matamshi au maneno ambayo yanatoka kwa Mordekai ni ya maana. Yanamfanya Esther kujifikiria na kusema liwe liwalo. Tayari wewe ulikuwa ni Myahudi. Naam. Na umepata kuolewa na nani? Na mfalme. Iliwezekanaje? Mwalimu, unajua kwa kimombo wanasema either way you lose. Either way you lose. Kwa sababu usipoenda bado tunaangamizwa. Ukienda unaweza kuangamia ama unaweza kupata kibali. Kwa hivyo jaribu. Jaribu. Kwa hivyo ukiangalia haya yote ambayo yamepangika, vile ambavyo umekuja ukajipata wewe ni malkia wa nchi, tuko katika nchi ya kigeni. Lakini sasa Mungu amekuweka mahali ambapo uko pale
Usidhanie ya kwamba huyu Hamani anataka tu kumaliza Wayahudi peke yake, alafu la wewe utabakia. Utakufa pia. Hata wewe pia utakuwa mmoja wao. Utaangamizwa. Na hiyo ndio mara nyingi hata sisi pia saa zingine tunasema watu wetu wanapo mimi pengine mimi niko sawa. Mimi niko sawa. Bora mimi na familia yangu sawa. Mimi na familia yangu tuko sawa. Haijalishi pengine wale wa imani moja inakuwa vipi mwalimu. Shauri yao, hata wajitetee kivyao. Mwalimu, unajua hata kwa makazi utampatia mtu ambaye unajua wa familia. Bora yeye amepata kazi, mimi sijali hao wengine. Hao wengine sasa mambo yao wajitafutie. Wajitafutie wengine. Lakini tunapata taswira nyingine ambayo ni ya kutufanya tuweze kufikiria. Mungu ameweza kutuweka katika nafasi ambazo tuko ili kuweza kuangazia. Amina. Ili tuweze kumtangaza yeye. Mwalimu, unajua unapotangamana na mtu ni nafasi ya wewe kuweza kumhubiria ama kumwambia mambo ya Mungu. Ile nafasi ikipita imepita. Labda yule mtu utampata tena maishani mwako. Kwa hivyo Mungu ametuweka katika nafasi hizi ili tuweze kuelezea utukufu wake. Amina. Lakini iwapo hatutakuwa na kauli kama hii ambayo Esther mimi nitakwenda tu, kama ni mbaya ni mbaya, haijalishi. Ni katika ile hali ya kujaribu kunusuru nafsi yangu na kunusuru nafsi za wale ambao tunawapenda. Mwalimu, kwa hivyo lazima tuweze kuwa na a burden for others. Isiwe wewe ukishakula umeshiba, wewe sasa unalala unasema mimi nimeshiba. Sitaki kujua jirani yangu yeye kwake kuko vipi. Mwalimu, ukishiba angalia jirani pia naye hakikisha ameshiba. Ameshiba naye pia alale vizuri mwalimu. Ili tuweze na mwalimu na unajua bado narudia yale ambayo Mordekai anamwambia Esther. Naam. Ya kwamba haujui ni kwa nini uko pale. Naam. Na uweze kumakinika. Naam. Usidhania ya kwamba sasa wewe uko mahali pale utaweza, hata wewe utafanya nini? Utamalizwa. Kwa hivyo makinika. Halafu Esther anafanya jambo ambalo linawashtusha. Kwanza akatuma habari, akamwambia Mordekai ambie Wayahudi wote siku tatu wafanye nini? Mfungo kabisa. Na maombi ndio silaha. Kwa sababu kitu ambacho nitafanya sio ya kawaida. Mwalimu, unajua kuna wimbo unasema maombi ndiyo silaha ya kufukuza majaribu mbali. Amina. Kwa hivyo alipojua mtihani ambao uko mbele yake lazima angeomba. Unajua inabidi Esther afanye kile ambacho si kawaida. Mwalimu. Kwa sababu tunaambiwa kwamba hungeweza kukaribia mfalme kama hajakuita. Mwalimu, ile ilikuwa ni kifo. Na kwa hivyo anakaribia mfalme baada ya kufunga siku 3. Tunaambiwa ya kwamba naye akafanya nini? Akapata ujasiri. Naam. Na akaenda kwa imani. Tunazungumzia juu ya imani. Mwalimu, imani. Na alipoenda pale alikuwa anajua maisha yake matokeo ni mawili. Nitakufa au nitapata kibali. Kwa hivyo akasimama pale, akangojea mfalme aweze kumuita. Na ndio tunasoma hapa kwamba hiyo ndio fungu la karudi tulisoma. Ya kwamba anakuambia mfalme akamwangalia, akamuona. Wataka nini? Nayo ni haja gani ulio nayo? Mwalimu hamalizi hapo. Anasema utapewa hata nusu ya ufalme. Najua yule utapewa hata nusu. Kitendo ambacho ni mkono wa Bwana. Ni mkono wa Bwana. Hajazungumza. Naam. Lakini tayari anaambiwa hata nusu ya ufalme unafanya nini? Tayari moyo wa mfalme ulikuwa ushaanza kuyeyushwa. Mungu ni wa maombi, mwalimu. Ni wa ajabu. Naam. Alafu ndio anawasilisha hoja yake. Alafu inapatikana kwamba yule jamaa ambaye ni Hamani ni kana kwamba alitaka kuwaangamiza. Lakini njama yake
inaweza kujulikana. Na njama inapojulikana, yeye ndiye anaangamia. Mwalimu, kwa hivyo hata sisi kuna wale ambao wametupangia mabaya. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni wa ajabu. Mungu ni wa ajabu. Nafikiri tuweza kufananisha mwanamke na kanisa. Naam. Tunaambiwa kwamba sasa tunamwangalia huyu Esther. Naam. Anasimamia kanisa. Naam. Tayari hata yeye ataweza kuangamizwa. Shetani ambayo tumemfananisha hapa, Hamani ambayo tunamfananisha na shetani, anataka kuangamiza Wayahudi pamoja na Esther mwenyewe. Lakini tunaambiwa kwamba katika kitabu cha Ufunuo 12, nafikiri sio ulikuwa umesoma. Naam. Hapo awali. Na shetani akishindwa kumuua Yesu, anaposhindwa Yesu tunajua ananyakuliwa mbinguni. Anaponyakuliwa mbinguni, sasa anaelekeza vita vyake kwa mwanamke ambaye anaenda kwenye wilderness. Ameenda kwenye naitaje? Jangwa. Anaenda kwenye jangwa kule ambako mahali palikuwa pametengenezwa ama pameandaliwa kwa takriban miaka mitatu ama ukipenda siku 1260 ambayo tunajua ni siku moja kwa mwaka mmoja katika kinabii. Mwalimu, kanisa la Mungu liliweza kuenda kule pale ambapo kulikuwa na the dark ages. Haungeweza kusoma Biblia. Ukipatikana na Biblia, basi wewe ulikuwa unamalizwa. Kwa hivyo Biblia iliweza kufichwa ili watu wa Mungu wasije wakaangaza nuru. Lakini tunajua nuru ya Mungu hawezi ficha. Amina. Nuru inazidi kuangaza. Na tunajua mwalimu, pia kipindi hicho kiko mbele yetu. Na tunaona wakati ambapo tunarudi katika kitabu cha Esther, tunaona Esther aligundua kuwa hakuwa peke yake kukabiliana na mateso yaliyokuwa yakielezwa kwa watu wake na Hamani. Alipata kibali kutoka kwa mfalme na watu wake hatimaye wakakombolewa. Na sisi vile vile hatuko peke yetu tunapoingia katika nyakati za mwisho za historia ya dunia. Mfalme yuko upande wetu na watu wa Mungu watakombolewa vile vile. Mwalimu, mfalme Ahasuero alikuwa upande wa Esther. Kwa hivyo na sisi tunajua mfalme yuko upande wetu. Na Mungu akiwa upande wetu, tumuogope nani? Swali ambalo pengine unaweza ukajiuliza. Asante. Mwalimu, sijui kama una la ziada. Na ndio kwa sababu sasa walipomaliza haya. Naam. Kesi ilipomalizika, wakapata mipango hii njama ambayo Hamani alikuwa ameiweka. Naam. Mfalme akaona kumbe ni adui wangu ambaye alikuwa hapa, ambaye niliyempatia cheo, ambaye amekuwa karibu na mimi. Kumbuka shetani alikuwa karibu mmoja wale wawili ambaye alikuwa pale kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Alikuwa tu pale. Lakini yule ndiye ambaye anasema kwamba sheria za Mungu haziwezi zikashikwa. Yeye ndiye ambaye anajaribu kuangusha serikali ya Mungu. Kwa hivyo njama yake inaweza kujulikana msalabani. Kristo anadhihirisha upendo. Shetani yeye anajaribu kufanya kitu ambao wanasema accusation. Mwalimu. Sasa ndio maana tunasema between accusation na demonstration, wewe ni gani ambayo inakuvutia? Mtu ambaye ana madai tu ambayo hawezi akaya substantiate, na mwingine anadhihirisha. Anakuambia ni hivi na hivi na unaona mwenyewe. Mwalimu, kwa hivyo ni sisi kufanya uamuzi. Uamuzi ni wetu. Tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni ambayo tunajua ina vipengele vingi sana ambavyo hatuwezi kuvimaliza. Mwalimu, tukikaa hapa tutajaza mikanda karibu 5-6 hivi. Lakini kwa sababu ya masaa tutamalizia hapa. Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi. Alafu panapo majaliwa wiki ijayo tutakutana papa hapa katika lesoni ya 12. Kwa hivyo tutakuwa tumebakisha moja kutamatisha robo hii. Naam, karibu mwalimu. Tuombe. Asante Bwana Mungu wetu kwa uongozi ambao umetupa tulipokuwa tunajadilia neno lako. Tuajua kwamba sisi wenyewe hatuelewi,
lakini tunashukuru Roho wako Mtakatifu ambao umetutumia kuweza kutuangazia maneno haya, tuweze kukuona wewe ndani ya maandiko, na isiwe hayo tu, bali tuweze kuvutwa na upendo wako, tuweze kukaribia nawe, tuweze kutembea pamoja nawe, tufuate maagizo yako, na tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Bwana, tuelimishe katika neno lako, na Bwana, hebu siku hiyo isitupate tukiwa hatuko tayari. Tunaombea kila mmoja ambaye ataweza kusikiza mjadala huu na mafunzo haya ambayo tumekuwa nayo. Bwana, hebu uweze kutunganisha pamoja na upendo wako, na Bwana, tusiweze kukosa siku hiyo utakaporudi mara ya pili. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amen.